Ya, tunasikitika kabisa na kulaani yale yote ambayo yanaendelea kutokea kila inapokuja swala la kuabudu kwa waumini wa kanisa la Ufufuo. Leo tumetuona matukio yale ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara Jumapili kwa wale waumini wa kanisa la Ufufuo wanapotaka kutimiza haki yao ya kuabudu. Tumeona video na tumezungumza na baadhi ya viongozi waumini takriban zaidi ya 50 wamekamatwa na wako kwenye vituo mbalimbali vya polisi, na wengine wameumizwa na wengine wanazuiwa kupewa PF3 kwenda kupatiwa matibabu. Jambo ambalo linahuzunisha sana kwamba ni kwa nini jeshi la polisi liendelee kuzuia Watanzania wasifanye ibada. Na cha ajabu ni kwamba leo ibada wamefanya katika jengo au kanisa la kanisa la jingine kabisa la KKT. Wamekwenda kufanya ibada kwa sababu kilichozuiwa ni ibada za kanisa au kile ambacho kiko kwenye mgogoro ni ibada za kanisa la Ufufuo. Sasa kama Watanzania wameamua kwenda kufanya ibada kwenye makanisa mengine, kwa nini waingie kwenda kuwasumbua? Taarifa tulizopata ni kwamba takriban waumini 500 walikuwa wanafanya ibada kwenye jengo lingine kabisa la kanisa ya madhehebu ya KKT katika maeneo yale. Lakini polisi waliwazuia, waliwasubiri wamalize ibada zao, wakaanza kuwakamata na kuwaharasa na kuwapiga, wengine wameumia kama tunavyoona. Tunalitaka jeshi la polisi liache kuumiza Watanzania ambao wanatimiza haki zao za kimsingi. Watanzania wana haki ya kuabudu, tusicheze na imani za watu. Tuendelee kusumbua haki za watu maeneo mengine, lakini inapokuja kwenye maeneo ya imani na dini, imani ni kitu kigumu sana na ni hatari sana kucheza nacho. Tunaendelea kushauri watu wa kanisa hili waachiwe waendelee kufanya ibada zao, lakini pia ipatikane suluhu haraka kuhusiana na mgogoro wa kanisa hili. Kwa namna moja au nyingine hakuna sababu yote ya msingi ya kuzuia Watanzania hawa wasifanye ibada zao za kuabudu, kwa sababu hawana pa kwenda. Wale ndio imani yao wameichagua, na kuwazuia ni kwamba ni kutengeneza mazingira ya taharuki, migogoro na taswira mbaya kwa taifa letu. Hakuna sababu ya msingi. Jeshi la polisi limeshaona barua ya wizara, limeshaona na maamuzi mengine ya mahakama. Kwa nini mnaendelea kuwasumbua hawa watu wanapotaka kufanya ibada? Walau tungekuwa na ubinadamu wakati shauri lao linaendelea au swala hili lako liko linaenda kufanywa kazi, wangeachiwa. Wameshatafuta njia nyingine, wamekwenda kwenye madhehebu mengine kufanya ibada. Kwa nini uingie kwenye dhehebu zingine ambalo lina mgogoro kwenda kuwakamata na kuwapiga watu? Hilo ni jambo ambalo kwa kweli linatufezeesha na lazima tukemee viongozi wote wanaohusika. Pamoja na kwamba tunajua huu ni muda wa uchaguzi, watu wako busy na uchaguzi, lakini tusiruhusu haya mambo yakaendelea kutokea katika taifa letu. Na watu wote wanaohusika, Watanzania wote, tujaribu kushauri serikali, kujaribu kusimama na kukemea haya matukio. Leo yameanza na kanisa dogo la Ufufuo. Haya matukio yamekuwa yakiendelea kujitokeza na yanaleta madhara kubwa na chuki. Tuliona viongozi wengine wa taasisi dini zingine miaka ya nyuma wakisumbuliwa. Tuliona Sheikh Ponda akipigwa risasi kule Morogoro. Tuliona mashehe wengine wakiwa wanasumbuliwa na kuwekwa ndani. Kitendo cha kuanza kuwasumbua viongozi wa dini ni kitendo kibaya sana, kwa sababu kinajenga chuki kwa watu wengi sana. Yaani unaweza kuwa unasema unadili na watu 500 au 2000, lakini ukajikuta kwamba unatengeneza chuki na maelfu na malaki ya Watanzania ambao ni waumini wa mrengo huo. Kwa hiyo migongano ya namna hii inapojitokeza, ni vyema watu kutafuta namna ya kukaa chini na kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo tunalitaka jeshi la polisi waachie wale wote waliokamata na wale ambao wameumizwa na mpaka sasa hivi wananyimwa PF3. Kwanza hospitali zingine, mkiona kuna mazingira kama hayo, watibuni wale watu kuliko waje wafie kwenye corridor za hospitalini. Kama kuna mtu anavuja damu, ameumia, ni vyema akatibiwa. PF3 ni swala la haki. Hakuna kituo cha polisi ambacho kina haki na mamlaka ya kunyima PF3. Na kama itatokea kuna mtu amenyimwa PF3, ni vyema tukajua kituo cha polisi kilichonyima PF3. Lakini pia hospitali mnaruhusiwa kuatibu watu ambao kwa mazingira kama hayo, kwamba amekwenda kufanya utaratibu wa kupata PF3 lakini wakanyimwa na hali yake inazidi kuwa mbaya. Tuokoe maisha ya mtu kuliko itokee kwamba kuna muumini amekufa kwa sababu amenyimwa PF3 ya kwenda kutibiwa. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba sisi tunashauri sana bado viongozi wa serikali wanaohusika na usajili wa makanisa waone namna ya kuwatafuta hawa watu, na wako tayari kwa mazungumzo, namna ya kutatua tatizo hili, ili wananchi hawa waendelee kupata fursa ya kuendelea kuabudu na kutimiza haki zao za kikatiba za kuabudu. Kwa sababu at the end of the day hata ukifunga kanisa, haya majengo ni majengo tu. Kila mtu ana imani yake. Mimi na imani yangu,
Hata ukifunga kanisa ndaendelea kuabudu tu. Ukifunga madhehebu yaliyosajiliwa ndaendelea kuabudu tu. Mungu yupo na watu wana imani zao, huwezi kuziondoa. Swala la imani sio la kuondoa. Unaweza kufuta chama cha siasa, unaweza kufuta mashirika, unaweza kufuta, lakini imani za kuabudu huwezi kuzifuta. Kwa hiyo tutende kwa mujibu wa haki. Tuzingatie sana imani za watu. Kuzuia wananchi wanapotaka kwenda kuabudu siku yao ya kuabudu ni kutengeneza mazingira magumu sana katika taifa. Kwa hiyo tuzingatie hilo, na tunashauri kwamba kanisa hili isitokee tena kwamba kila Jumapili tunaona vita baina ya polisi na waumini wa dhehebu hili.